Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo mane ya kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, cha kwanza ni mtu kuwa mkarimu kwa kuweza kufuturisha wenzako. Uweze kufuturisha kwa maziwa, au uweze kufuturisha kwa tende, au uweze kufuturisha kwa maji, hata funda la maji. Na hii hampotezei ujira yule ambaye kwamba amefunga, bali wewe unapata thawabu na yule unamfuturisha vile vile anapata thawabu. Ni neema iliyoje. Lakini pia katika jambo la pili ni wale wanaofanya maskhara na funga, wakawa hawafungi kwa makusudi, wakasema sisi tunakula mchana, au kusingizia vidonda vya tumbo. Hii ni dhambi ambayo kwamba nayo haisameheki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haiwezi kulipika kirahisi kama mtu anavyofikiria, nao ni unajiandaa na adhabu ya moto, na Mwenyezi Mungu atunusuru na adhabu ya moto. Alafu jambo la tatu ni wale ambao kwamba wanafunga mchana lakini usiku wakafanya maasi. Kwa maana anasema tunafuturu, kumbe wanatafsiri kwamba wanafanya maasi. Ni makosa makubwa, kwa sababu lengo la funga haswa la'allakum tattaqun. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. The purpose ni inautakiwa, lengo kuu ni mtu kuwa mcha Mungu. Na la mwisho jambo la nne vile vile kwa mwezi mtukufu Ramadhani, napenda kuhusia khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ubora wa amali ni ambao kwamba yenye kudumu hata kama ni chache. Utamkuta mtu anataka lazima asali tarawih kwa wingi mkubwa, au afanye Qur'ani kwa wingi mkubwa, lakini anaacha kufanya faradhi. Kitu cha kwanza mtu ni faradhi, na huu ndio mzizi kabla ya kitabu. Hakikisha mzizi wako umeweka vizuri. Swali swala 5 kwa wakati, pata kablia, pata baadia, halafu pata tarawih, pata qiyamul layl. Hakikisha swala alfajiri huikosi kwa jamaa, swala ya isha hukosi kwa jamaa. Huo ndio ucha Mungu. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ubora wa amali ni yenye kudumu hata kama ni ndogo sana. Assalamu alaikum, Ramadhan Mubarak.